kama mjogo kuwasilisha yatokayo katika kibao cha Mungu Baba, na uinuliwe peke yako unayekwenda kusimama kwa ajili ya kanisa. Katika jina la Kristo nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Shangilia Bwana kwa haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tukae. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya pekee aliyotujalia sisi watoto wake kuweza kukaa mbele zake siku ya leo, tena kwa ajili ya kutusikizisha hekima yake katika utukufu wake. Baba, tunakushukuru kwa sababu neema yako inatosha, na hata sasa bado inaendelea kutosha na itaendelea kutosha, kwa sababu wewe ni Bwana. Nikukaribishe katika nyumba ya Bwana. Sijui nimemwona Ole kama ni macho yake. Mtumishi wa Mungu ndio yeye. Karibu mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Mungu akubariki kwa neema yake. Karibu. Amen. Basi tunamshukuru Mungu, ametujalia neema nzuri ya pekee, na utukufu wake uendelee kuwa pamoja nasi tunapoendelea katika kipindi hichi ambacho ni sehemu ya pili ya ibada ambayo tumeianza tangu asubuhi. Mungu akubariki uliyepata nafasi ya kuja kwenye nyumba ya Mungu siku ya leo, na neema ya Mungu itoshe. Akakupa neema, basi analo la kusema na wewe. Tuko kwenye somo ambalo tunaendelea nalo, utukufu wako uende nasi. Somo limetupeleka mwendo mrefu. Nimeshangaa kuja kuangalia, kumbe ni somo tulianza mwaka jana. Nimeshtuka. Na kule YouTube tuko kwenye 100 sijui na ngapi. Ile imenishtua kwamba tumeanza mwaka jana na bado tunaendelea na hatujafika mahali bado. Bado tuko tunamtazama Roho Mtakatifu. Hatujaenda kwa Yesu. Hatujaenda kwa baba yetu. Kwa hiyo neema yake itatosha. Na huu ndio mwendo ambao ya kila anachotaka kufanya. Maana sasa analikusanya kanisa lake. Hii tahadhari. Tahadhari aliyoitoa ni kwamba wengi wataikana imani. Wengi waliokuwa katika imani, maana imani ya Yesu Kristo, wengi wataikana kutokana na hali ilivyo ulimwenguni sasa. Nilikuwa nasema kama utani kwa wanafunzi mwaka juzi ile na juzi na mwaka jana yote, nikisema kwamba tulishaingia kwenye kipindi, yani tulishaingia kuonja kipindi cha dhiki kuu. Na nimekuwa nikisema sana, nikiwaambia wanafunzi ya kwamba kila tunapokaribia kumaliza, na waambia mlichokiona mwaka jana, mlichokiishi mwaka jana, hamtakiona tena. Ilikuwa ni kama utani, lakini miaka mitano, huu mwaka wa 6, nimekuwa nikisema maneno hayo na wanafunzi darasani. Na tumeenda, tulikotoka ni mbali. Chukua sasa, piga picha miaka 6 iliyopita. Hali ya dunia ilikuwaje? Hali ya ulimwengu ilikuwaje? Hali ya kiuchumi ilikuwaje? Maana tunaishi Tanzania. Sasa iangalie uchumi wa Tanzania, lakini iangalie na uchumi wa ulimwengu. Nchi moja ikiathirika, mataifa mengi yanaathirika. Na sasa ni nchi nyingi zimeathirika. Manake tumeshaingia mahali ambapo neema ya Mungu isipotosha kwa kanisa, jamani, wengi sana tunaoliitia jina la Bwana tutashangaa Yesu ameshakuja, ameshachukua kanisa nenda. Tukifikiria nina mdogo wangu anapenda sana kufanyia utani.
akinipigia simu, nikipokea tu anasema afadhali Yesu hajaja. Namuuliza kwa nini? Si wewe upo? Yaani ni kama utani fulani, lakini ni kama ujumbe fulani kwamba tuwe tayari. Anasema wewe bwana, nikipiga simu isipopatikana nafikiri Yesu ashakuja, naanza kutafuta. Kila siku ananichekeshaga kwa hivyo akinipigia simu. Na mimi wacha nikuchekeshe kwa hilo, lakini nitoe ujumbe kwamba kuna siku tutakaokuja kanisani tutakuta wengine hawapo. Ukafikiri kwamba jamani, mbona sasa kanisani leo hakuna watu, walienda wapi? Kumbe Yesu alikujaga usiku akaenda na watu wake, na ikawa ni siku ya Jumamosi. Na wewe unajua Jumapili unakuja kanisani, nafika kanisani unakuta Musa hayupo, Esther hayupo, sijui Enoko hayupo, lakini wengine tupo, Elena yupo. Na ukafarijika kwa sababu ni kumbe tulishaachwa. Dunia mahali ilikofika ni mahali pabaya, pagumu, na sio wakati wa kufanya mzaha na wokovu. Pamoja na kwamba kanisa ndio limefika mahali pabaya sana pa mzaha na wokovu. Yaani badala ya kukimbia kwenda mbele, kanisa limetoka linarudi nyuma. Linarudi nyuma. Lakini ukweli ni kwamba tuko mahali pabaya, pagumu. Neno la asubuhi limenifanya nikatafakari sana na likanikumbusha mambo mengi. Kuvumilia. Limenikumbusha hata jinsi Bwana alivyoniambia siku zote, uwe mwaminifu hadi kufa. Neno hili kwa kulisema linaonekana la kawaida, lakini kisha kuja kuliingiza kwenye mtazamo mzima wa maisha, limebeba ugumu, limebeba uzito. Unakuwa mwaminifu katika nini? Yeye anasema uwe mwaminifu hadi kufa, lakini nakuwa mwaminifu katika nini? Siku hadi siku nimekuwa nikiona hiyo. Yaani nafika mahali mpaka nasikia kama namuelewa Yeremia aliposema mifupa inauma, mifupa inawaka moto. Kwa sababu nasikia mifupa inawaka moto, wasikia, yaani nasikia nataka kufa. Naona kabisa kama dunia imenigeuka. Naona kabisa kwamba kila kitu kimenigeuka, kwa sababu kuna kitu hakiko sawa. Kinanitaka niwe mwaminifu hadi kufa. Kuna mtu anaelewa ninasema nini? Kinanitaka niwe mwaminifu hadi kufa. Alafu sasa kila kitu kimegeuka na mimi niko katika. Sasa uwepo kwangu katikati ya uharibifu na ule ulio sahihi, ndio mifupa sasa inawaka moto. Maana natakiwa kufanya maamuzi, lakini nafanya maamuzi gani? Hapo ndipo mahali kanisa lipo leo, na wengi wanaamua kurudi nyuma. Ulimwenguni watu wanarudi nyuma. Ulimwenguni watu wanaikana imani, na wale ambao walikuwa wameshaharibika wakaisha wanaikimbilia imani. Hebu angalia mambo yanavyoendelea. Sisi tumekaa ndani ya wokovu miaka na miaka, tumezoea mpaka tumekuwa hata hatuelewi tena nini. Lakini kuna watu wanafukuzwa na kukimbizwa na yale wanayoyaona sasa, wanatafuta watu wakimbilie, wanakimbizwa kwa Yesu. Mama mmoja akawa anaelezea, anasema usifanye mzaha na wokovu. Wokovu ni halisi. Kwa sababu mimi nilipelekwa, jamani, asema nimefika mbinguni, nimeonyeshwa viti watu havina watu. Vimekuwa na majina ya watu ambayo hawapo na duniani hawapo. Kwa maana yake walishakufa, walipewa nafasi wa kukaa ndani ya wokovu, lakini wakachezea nafasi. Sizungumza habari ya wokovu ambao tunauzoea wa msalaba. Walipewa nafasi ya kukaa na Bwana, walipewa nafasi ya kumjua Bwana, lakini hawakuweka maanani. Na wakiwa katika harakati hizo zao wakaondoka duniani. Majina yamebaki kule, yanafutika kwenye kiti, lakini duniani mtu huyo hayupo, yuko kuzimu. Wako hivi. Akamkuta mwingine, nikamsikia kwanza mmoja anahubiri, anasema
usifikiri utakatifu ndio utakuingiza mbinguni. Nikasema ndio injili gani sasa, nisikilize vizuri. Kama sio utakatifu kuingiza mbinguni, ni kitu gani kitakuingiza mbinguni? Nikasema nitege masikio. Usifikiri jamani, kwenye mtandao kuna mambo mengi huko. Unaweza kutoka huko na kitu, na usitoke huko na kitu kapeleka madhabahu. Unaweza kujikuta unabeba hukumu ya kupoteza watu. Sikiliza na achana. Nikasikiliza. Nikasema injili gani hii ambayo utakatifu tumeambiwa ndio tutakufanya sisi tumuone Mungu? Sasa amesema Waebrania 12 na maandiko mengine. Na huyu anasema sio utakatifu. Akasema kitu kitakachokufanya uingie mbinguni ni yule mtu ambaye utakayokuwa umemshuhudia, si umemuokoa, yaani umemuokoa, kutumia kile neno kwa kifupi. Umemuokoa, umemfanya akaokoka, akaingia mbinguni. Wale watu ambao wewe umewaingiza mbinguni ndio watakufanya uingie mbinguni. Na hapa kuna mtu yuko kuzimu na anaingiza watu mbinguni. Sasa unaona hiyo mtanishi. Akamwona mtu mmoja kwa kuzimu. Akasema huyo mama akamuuliza, "Bwana, Nusa alikuwa mtumishi wa Mungu. Ni nini mnione kuzimu sasa? Mtu anataka nione kuzimu. Umepata neema unaonekana. Mimi ni Bwana nimekutembelea. Nishakufa sasa hiyo. Tunasema kwamba mama amefariki. Tumeshakufa, ameenda alitangulia kwa Bwana. Uhakika unao?" Sasa wao wakasema hivyo kuhusu huyo baba mtumishi wa Mungu. Yule mama alipopata hiyo neema akamuuliza Bwana Yesu, "Kitu gani kilimuuliza huyu?" Akasema, "Huyu alikuwa ni mtumishi wangu mzuri. Na katika kuhubiri kwake, kufundisha kwake, kushuhudia kwake, uinjilisti aliofanya alifanya kwa uaminifu. Kupitia yeye watu 500 kipindi cha utumishi wake waliingia mbinguni, lakini yeye ameshindwa kuingia mbinguni." Ndio mtamuelewa Mungu ni nani. Ndio tuelewe wokovu ni kitu gani. Huyu kwa anasema sio utakatifu taingiza mbinguni. Na kuna mtu yuko kuzimu sahihi. Mimi nazungumza sahihi, sikupi hadithi, nakupa reality. Kuna mtu yuko kule sahihi aliingiza watu mbinguni. Paulo akasema, "Sipigi ngumi kama napiga hewa. Na sitaki kuhubiria watu alafu mimi nikabaki." Kwa hiyo akatendea kazi wokovu wake. Kutendea kazi wokovu wake. Namna gani aliweza kusimama kwa uaminifu mbele za Mungu, kushindania imani aliyoipokea katika kukaa kwenye kanuni za Mungu, ili anapohubiria watu awaingize watu mbinguni na yeye aingie mbinguni. Yule mama alishtuka, akamwambia Bwana Yesu, sasa ni nini hasa alifanya? Maana ni nini hasa alifanya kikamzuia asije hapo? Akasema alishindwa kusamehe tu. Alishindwa kusamehe mtu, lakini aliniletea watu 500. Lakini alishindwa kusamehe mtu mmoja. Ndio yuko hapa. Usitamani kupotea. Usipotee kwa sababu ya vitu vya kawaida. Ni heri ukaonekana mjinga hapa duniani, lakini uwe mwaminifu hadi kufa. Neno la asubuhi limenikumbusha, likanipeleka mbali sana. Yule mama akamuona Bartolomeo, baba kijana mzuri, akasema huyu ndio Bartolomeo, ndio yule alichuma ngozi. Paulo akasema, ijapokuwa tunachakaa watu wa nje, lakini ndani yetu taka kuwa imara ndani. Usitakalee wokovu kuonekana na watu nje kwa macho. Bwana alinipa hilo neno kwenye Timotheo wa pili sura ya 2 mstari 15. Miaka ya 90. Sijui na nani shina ngapi kule. Akasema, jitahidi kujionyesha mbele zangu kwa kukubalika. Jitahidi kujionyesha
ndio ukubalika na mimi. Ndipo uwe mtendakazi wangu utakayeweza kulibeba neno langu kwa uhalali pasipo kutahayarika. Maana iko siku utakuja kutahayarika. Neno hilo halijatoka mpaka leo. Alisema nikiwa Songea kwenye Injili mwaka wa 90 sijui na ngapi, hata sikumbuki. Maana ni zamani. 2000 sijui na ngapi. Ni 90 bwana. 90. Kama sio 97 ni 96. Hilo neno alijatoka kwangu mpaka leo. Na kila mara nalielezaga. Na leo nakwambia na wewe. Usitafute mtu auone wokovu wako, maana hana mbiu ya kukupeleka. Bali jitahidi kujionyesha umekubalika mbele za Bwana. Na unaonekanaje mbele za Bwana? Uaminifu. Tulishatoka kwenye uaminifu, tulishajifundisha tukasema kama roho ya uadilifu, roho ya adili haiko ndani yangu siwezi kuwa mwaminifu. Na tukasema hilo ndilo tatizo kuu la kanisa. Kanisa limepoteza moyo wa adili, ndio maana hata tukijaribu kuwa waaminifu kwa Mungu, tutakuwa waaminifu kwa wiki hizi 2 ama miezi 2 ama miaka 2. Baada ya hapo inaenda. Kudumu kwenye uaminifu kunahitaji kuvumilia. Neno la asubuhi limenipeleka mbali sana. Kasema ni nani anayeweza kusimama akavumilia? Wewe kitu kidogo tu unahangaika kama kuku anayetaka kutaga mayai. Kitu kidogo kinakukimbiza race. Neema ya Mungu itutoshe. Tunataka Mungu atembee na sisi kwa sababu ameahidi kutembea na kanisa. Alitembea na taifa la Israeli. Na sisi ni Israeli wa leo. Sisi ni taifa la Mungu. Amesema sisi ni taifa lake. Ni ukuhani wa kifalme. Anataka kutembea na sisi. Unajua ili neno kutembea na sisi, kwenda na sisi, unaweza ukalichukua kwa kawaida sana. Lakini ukipenda kwenye picha ya taifa la Israeli, jinsi walivyotembea na Mungu, utaelewa umuhimu wa Mungu kutembea na kanisa na mimi. Alafu mimi nifanyeje ndio aweze kutembea na mimi? Kwa sababu Mungu aliwatoa Misri, taifa lake, awapeleke wapi? Mahali ambapo alimwahidia Ibrahimu baba yao kwamba atawapeleka. Lakini kile ambacho alimwahidi Ibrahimu tunakuja kuona kwamba kilikuja kuwa ngumu kutekelezeka. Na sisi Bwana alituahidi kupitia Kristo Yesu. Jamani, Yesu amesema Yohana sura 14, msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, mniamini na mimi. Nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi, la sivyo ningeliwaambia. Mimi naenda kuwaandalia makao ili mahali nilipo na nyinyi muweze kuwepo. Jamani, si tumeandaliwa sasa? Tumeahidiwa. Ametuahidia ufalme mkuu. Ametuahidia ufalme mkuu, lakini sasa ili tufike huko lazima atembee na sisi. Ili taifa la Israeli lifike kwenye nchi ya ahadi, ilikuwa lazima yeye aende na wao. Asubuhi, mchana akatembea nao kwenye wingu, jioni, usiku akatembea nao kwenye nguzo. Na sisi kanisa anatakiwa atembee na sisi. Kutembea na sisi ni kumwachilia Roho wake Mtakatifu ambaye alishamwachilia. Mtu anapokuwa ameokoka anaachiliwa Roho Mtakatifu ili aweze kutembea na yeye. Yesu Kristo pia alipewa Roho Mtakatifu, alikuwa mwanadamu 100%. Ilibidi Roho wa Mungu aachiliwe akawa naye ili amwezeshe
kufanya yale ambayo yalikuwa yamekusudiwa. Na watu tunasema kwa sababu Yesu alikuwa ni Mungu ndio maana alishinda. Sikiliza nikueleze. Yesu alipokuja duniani alizaliwa kama mtu. Aliishi kama mwanadamu. Alikula kile ambacho wanakula. Alilala kama mtu. Kila kitu, alitembea kama binadamu. Mpaka alipomaliza ile kazi aliyotakiwa kuifanya. Aliposhinda ndio aliingia kwenye mwili wa utukufu. Ndio akaweza kupenya kwenye ukuta. Ndio akaweza kuwepo hapa na dakika akaonekana mahali kwingine. Akiwa ameubeba sasa ama amevaa ule mwili wa utukufu. Lakini alipokuwa duniani alikuwa na mwili mwanadamu kama Helena. Ndio ili aweze kuibeba dhambi. Sikilizeni niwaambie. Alikuwa mwanadamu kwa sababu angekuwa na chembe kama Mungu, yani niseme chembe kwa sababu sisi tuna chembe. Nitumie neno gani? Kama angekuwa amekuja kama Mungu, yani angekuwa kama na mamlaka yake, yani na fahari, mamlaka, ule uungu wake angekuja nao. Hakuna dhambi ingeweza kugusana na yeye. Ndio maana ninasema nini? Wala hakuna shetani angeweza kugusana naye. Sasa mtu asikwambie kwamba kwa sababu Yesu aliweza, kwa sababu alikuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu. Biblia inasema Musa alitumwa kama Mungu kwa Farao. Wakati Mungu anataka mamlaka yake ionekane, anakaa ndani yako. Mamlaka yake inafanya kazi ndani yako. Musa akasimama akamkabili Farao. Musa kumkabili Farao ilikabili miungu ya Misri. Na Mungu anakaa ndani yetu kuikabili miungu. Makorokocho ambayo shetani anatuwekea ndio inapoteza nguvu yake kwa sababu Mungu anakaa ndani yetu. Sikiliza. Anakaa ndani yetu kwa sababu tuliacha dhambi. Kama sijaacha dhambi hakai. Ndio maana kuna yale yanayotakiwa kufanyika hayafanyiki. Yanatakiwa kufanyika lakini hayafanyiki. Ule uwezo wa kimamlaka unaotakiwa kuonekana kwa kanisa hauwezi kuonekana. Tunabaki kupiga filimbi. Imeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na siasa nyingi zisizokuwa na kiongozi. Mungu anakaa ndani ya kanisa. Ndio mamlaka ya Mungu itende kazi ndani ya mtu. Kwa hiyo kusema kanisa anasema mtu. Anakaa ndani ya mtu ili mamlaka yake itende kazi ndani ya mtu. Sasa atakaaje ndani mahali ambapo sawa? Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Ndivyo hivyo sasa ilivyokuwa kwa Yesu. Yesu alibeba dhambi. Alizaliwa mtu akabeba dhambi. Mungu akakaa ndani yake. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Ndio maana Roho Mungu alikuja hapa. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Amwezeshe kwenda. Tunasema Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu ili atuongoze sasa na kutuwezesha, kutusaidia, atufundishe, atufariji, atushauri. Lakini kwa mtu ambaye mambo yake yako sawa, hawezi kukaa ndani. Mtu asikudanganye mtu. Hawezi kukaa ndani. Ndio maana kukaa ndani wakati Yesu alipokuwa amebeba dhambi, alikuja akashuka juu yake kama hua, kumwezesha kuweza kutimiza lile kusudi alilotakiwa kutimiza. Na ndio maana wakati Yesu anakaribia kuingia kwenye lile kusudi lake la kufanya, alitamani kukimbia. Kitu gani kimefanya tamani kukimbia? Alichoka. Kwa sababu ulikuwa ni mwili ule 100%. Ulikuwa ni mwili. Haya. Mungu angekimbia shetani. Mungu angekimbia. Kwa nini anataka kukimbia? Kwa sababu alikuwa ni mwanadamu. Kwa sababu alikuwa ni mtu. Ili
abebe zile dhambi, azisulubishe, azihukumu, ili hizo sasa zilizokuwa za ndani ya watu zisikae tena ndani ya watu watakaopokea yeye. Ndipo huyo Roho sasa akae ndani ya mtu huyo, Bwana apate makao ndani yake, ili uweza wa kifalme, mamlaka ya kifalme itende kazi ndani ya mtu huyo. Na huyo mtu ni nani? Ni kanisa. Angalia kanisa lilipokuwa wazururaji leo, kwa sababu yule anayetakiwa kukaa ndani akaa. Mastoria ambayo tunaelezana, hata na nyinyi ni maoni nyinyi hapa, mastoria ya kushindwa mnaoelezana, na myafute leo na myaache leo. Huo ni udhaifu. Kuna mtu analoni nasema nini? Hiyo sio sifa, ni udhaifu. Na chochote ambacho ni udhaifu ni aibu kwa Kristo, kwa sababu kila alichofanya Kristo akamaliza, yeye alibeba dhambi zako na wewe umebeba hizo dhambi. Sasa unafanya nini ndani ya kanisa la Mungu? Unafanya nini? Unafanya nini kwenye kanisa la Mungu? Unatakiwa ukae kwenye kanisa la Mungu, uje hivi utengeneze hapo, siku hadi siku uinuke, siku hadi siku giza liondoke, siku hadi siku yale makorokocho yaliyoweka ndani yako yaondoke, na wewe ubadilike. Roho Mungu akae ndani yako, mamlaka ya Mungu mbele, ukaokoa wengine, ukasimamisha wengine. Sasa kama wewe kila siku yeye anasema na wewe habari zako wewe tu ulivyoshinda, leo utaenda kumwambia mtu mwingine habari za ushindi, wakati wewe hujaziona hizo, hujauona wewe ushindi. Waweza kumweleza mtu habari za pesa wakati wewe hujui pesa ni kitu gani? Waweza kwenda kumshauri mtu habari za ndoa, wewe unaingia kwenye ndoa. Unaona na leo ninasema nini? Kanisa mwinuke. Mwinuke. Tuinuke. Mungu anataka kutembea na kanisa lake, na anataka huu ni wakati wake, kwa sababu ni wakati ambapo shetani anajizolea. Ni kama vile amefagia sasa anazoa. Yaani sasa yeye anazoa tu. Wewe angalia watu wanakufa. Angalia watu wanakufa. Sasa mimi kama mbeka roho Mungu nisundishe. Nyumba nijenge mwenyewe, alafu mimi nije nikabomoe. Kila kazi ya mikono ya mwanadamu itabomolewa, ambaye haijabeba utukufu. Wewe watu wanapobomoa majumba yao waliojenga, majumba yamekaa ndani. Jamani, ukienda kule Ureno utaelewa mimi nasema nini. Kuna nyumba unazunguka hapa Mbarakani kote, uko kwenye jengo hili. Hizo nyumba ambazo zilijengwa na watumwa, ukisema kwa wakati wa watumwa sasa. Miaka huko kwenye makani walikuwa wanachukuliwa huku, ndio walikuwa wanaenda kufanyisha hizo kazi. Wanajenga. Jiwe lililojenga hiyo ni kubwa kama hivi. Kama hii ni jiwe hili. Walikuwa wanabeba watu kwenda kujenga hizo nyumba. Ni nyumba ambazo kama siku wenyewe kuzibomoa zingeishi sijui mpaka wakati gani. Maana ni nyumba ambazo hazina dalili yoyote ya kubomoa. Lakini leo mwanadamu kwa mkono wake anabomoa hizo nyumba. Hiyo ni kazi ya nani? Ya shetani. Imeamriwa, kwa sababu vitu hivyo vimejengwa, vimesimamishwa kwenye machukizo. Sasa wanaharibu wenyewe walichokisimamisha. Huyu anapiga kwa yule anaharibu, huyu anapiga kwa huyu anaharibu, huyu anapiga kwa yule anaharibu. Alafu swali, zitakuja kujengwa lini?
Maana tusiangalie kubomoa tu, swali mimi nijiulize. Sasa kama hizi nyumba zilichukuliwa karne, zilijengwa miaka hiyo na mawe hayo makubwa namna hii, tunalo jengo kama hilo kule Moshi, mahali walikuwa wananyongea watu, na ule mnalo wa kunyongea huko hapo. Hiyo nyumba, hiyo jiwe lake upana wake ni kama sanduku hivi, jiwe nene. Sasa nyumba ya mawe haiwezi kubomoka. Ya matofali yatabomoka, maana ule ni mchanga umechanganywa. Lakini jiwe ni asili, ni jiwe lililochongwa. Hizo nyumba zimejengwa. Ndio maana watu wanaenda Israeli kwenda kuangalia nini? Magofu ambayo yalikuwepo wakati wa Yesu. Yaani kwa si hapo kama leo. Na watu wanaenda kuangalia hizo karne na karne na karne. Lakini leo mkono wa mwanadamu unaharibu, unabomoa. Sasa mimi nikuulize swali. Kule mbele kuna nini?